kuna timua za makocha kwenye klabu za ligi kuu Tanzania tumezishuhudia, lakini pia kuna makocha ambao wamedumu kwenye klabu zao kuanzia msimu uliopita na wapo mpaka sasa, lakini wengine ni wapya msimu huu wameanza na bado wapo wakitazamiwa kumaliza msimu na klabu hizo. Muro, umepitwa na taarifa kwa umma? Taarifa kwa umma, taarifa ya mwisho ilikuwa ya Meki na nani kurudi kwenye na Mayanga kurudi na nani Salum Mayanga kurudi kundini Mbeya City. Ya mkono kwa heri ya mwisho ilikuwa ya Meki. Ya mwisho kutoka hivi karibuni. Kwa mfano kitokea unaambiwa kisia labda hawa ambao hawaja kwa mfano hapa makocha ambao wameanza msimu na bado hapo. Kuna Florai Benge, kuna Ahmad Ali, kuna Yusuf Chipo. Huyu Yusuf Chipo Mtibwa Sugar, Ahmad Ali anafahamika JKT Tanzania, Florai Benge Azam FC, Amani Josia Dodoma Jiji, lakini France Baraza Pamba Jiji, alafu kuna Juma Mgunda na Mungu. Kwa mfano ikatokea hawa makocha na au nitakugombanisheni. Yani ni upi hapa unahisi kwamba ikitokea ni taarifa kwa umma? Aidha kuna watu wamepanda dau, mtu ameamua kuvunja mkataba, ndio anakuja pande zote mbili. Au kwa vyovyote wapi, nani anaweza tukapata taarifa kwa umma? Ukiangalia kwenye msimamo, mimi nataka nizungumze sana kwenye msimamo. Unamwona Mgunda ndo kwenye msimamo wa ligi kuu. Yeye ndo yuko nafasi ya chini. Hata kushinda nadhani ameshinda mechi chache, mechi 4 nadhani ameshinda za ligi kuu. Na yuko kwa nafasi ya na Mungu wako nafasi ya ngapi? Koja kwanza 11 12. Tutauona msimamo hapo, wala usiwe na mashaka. Kwa hiyo lakini timu yake inacheza vizuri na ameipambanua, lakini ndio matokeo yanakuwa kidogo sio mazuri. Kwa nafasi yao bado. Lakini kwa madaraja yake na Mungu ni daraja sahihi. Unajua kuna timu za madaraja ya kati. Hayo ndo madaraja yao. Sio daraja baya, ni daraja la kati. Daraja lake la kati. Msimamo huu hapa. Na Mungu wako nafasi ya 10. Alama 22 wanadaiwa mabao 5. Umeona sasa hapo Ndio maana namuona ukimwangalia Chipo mwenzake yuko juu na pamoja wote wanadaiwa magoli 5 lakini Chipo yuko juu yake. Unamuona, unakuja kuangalia Dodoma Jiji ambaye Amani Josia, Pamba Jiji na ni Baraza, unamuona yuko juu, Ibenge yuko juu pamoja na sare zake 10. Umeona JKT Tanzania yuko pale. Unaona, kwa hiyo hao wengine wote unaona kwenye msimamo hawako kwenye hatari sana kulinganisha na Mgunda na nafasi yake na Namungo. Kwa sababu kama hao wenzake wawili wakishinda, kama Namungo atashinda Mashujaa atashinda mechi yake ijayo, maana Mgunda atashuka chini. Au Coastal Union akishinda, maana ana pointi 19, akishinda maana 22, anaweza akamsogelea pale juu. Kwa hiyo unaona kabisa kama yeye ndo kidogo yuko kwenye hatari ya kufika kwenye ile daraja la timu ambazo huenda zikaenda kwenye playoff. Kwa hiyo kwa kimazingira hayo, kama viongozi wa watu waliangalia lingine, nadhani hapo ndo jicho lake watamkazia, na kwa hiyo kwenye huo msimamo ninavyoona. Kati ya makocha 16 walioanza na timu zao kwenye ligi kuu ya NBC msimu huu ni 6 tu ambao wamebaki kwenye ajira zao mpaka sasa, huku wengine wakifungashiwa virago mapema. Kocha JKT Tanzania tumemtaja Ahmad Ali, lakini pia Juma Mgunda na Mungo ambao wamesalia kuwa makocha. Hawa walikuwa na hizi timu toka msimu uliopita. Ahmad Ali ndo ana rekodi kwa sababu ni msimu wake wa 3 nadhani unaenda. Yes, wamebaki na timu zao watatu. Lakini kwa msimu huu zipo baadhi ya timu kama Coastal Union, KMC, Mbeya City ambazo zimeshatimua makocha zaidi mara 3. Na ukifuatilia timu ambazo zimetimua makocha ni timu ambazo ziko chini ya nafasi ya 10 nyingi. Yani huku 11, 12 huku. Haijalishi. Kuna watu wako juu kule wameshatimua makocha mara 2. Kwa mfano Yanga top wawili wote washatimua. Simba washatimua makocha mara 3. Sababu Yanga alianza. Unajua top wanaondoka haraka kichwani kwa sababu pia bado wako kutawala. Unajua wako kwenye utawala vibaya. Yanga alianza msimu na Romain Folz. Romain Folz, yes. Ndio. Wamefundishwa na makocha wawili msimu huu. Romain Folz akaingia Patrick Mabedi kama interim manager wa muda. Mabedi wakambakiza kama sehemu ya benchi la ufundi assistant, wakaingia Pedro Gonçalves. Simba so far ishakuwa na makocha 3 kwenye msimu huu kwanza. Fadu David. Fadu alianza na timu msimu huu, si ndio?
hapo katikati kuna makocha wawili wazao walichukua kwa muda. Kwa mfano kama Matola alikaimu na Hemedi Moroko. Hemedi Moroko alikuwa mechi moja. Walimwomba kwa ajili ya mechi moja akao mechi moja nafikiri ilikuwa Gaborone. Sawa. Kama sio Nsingizini. Haya ameingia Goran Dimitar Pantev. Pira Tatu. Sawa, kashaondoka. Kwa hiyo kwa makocha wa kutoka nje tayari huyu ni watatu Steve Barker. Au sio? Wawili kutoka ardhi ya Afrika Kusini, Barker pamoja na Fadlu, kwa sababu Barker amezaliwa Lesotho. Lesotho pia ni mazingira yale ya Afrika Kusini, si ndio? Na mmoja kutoka Bulgaria, Pantev, na wawili ambao ni wazao. Kwa hiyo Simba kwa maana tu ya msimamizi wa timu kwenye mchezo watu watano. Si ndio? Idadi kubwa sana kwa msimu. Na kila kocha hapa na mbinu zake uwanjani. Kila kocha anataka mchezaji aende sawa na yeye. Maana yake leo mabadilisha hivi, yani mchezaji humuelewi hata unamtazama. Jana aliambiwa pigia kushoto, leo pigia kulia. Kesho yani mwenyewe haelewi yuko. Kwa maana Simba kuna wachezaji ambao walikuja walionekana bora baadaye wakapotea. Wachache sana ambao wamebaki kwenye kile kikosi. Unaona? Kutokana na kocha. Unajua kocha wakati mwingine akija anaamini kwenye mtu wake mwingine, kwa hiyo anakutana kuondoa. Kinga Mkono, sasa hebu tumeshaona tayari, tumeshaziona taarifa kwa umma nyingi. Mimi na shauku kutaka kujua hii inatengeneza picha gani kwa idadi kubwa ya makocha kwa kiasi hiki kuondolewa kwenye timu kwa ndani ya msimu mmoja kwa timu tofauti tofauti. Hii inatengeneza taswira gani? Hii inamaanisha ushindani ni mkubwa, ushindani ni mdogo, ama ligi ni rahisi? Wanaona kwamba kama wanapata matokeo mabaya makocha basi hawastahili kuwa sehemu hizo timu? Kwanza ni ushindani mkubwa. Naona ushindani mkubwa ndani ya uwanja, na kila timu ina malengo. Unajua klabu yote siku zote malengo yake ni kuchukua ubingwa huko. Mwingine anaweza kawa sio kuchukua ubingwa, lakini kuhakikisha anamaliza kwenye nafasi ambazo timu haipati pressure ya kwenda kucheza mechi za mtoano. Hamna mtu anataka kushuka ligi. Ligi kuu ina umuhimu wake, ina utamu wake wa kucheza. Kwa hiyo ule ushindani uliokuwepo kwenye timu ni jambo kubwa sana ambalo linafanyikea makocha wengi kujikuta wanakaa kwenye wakati mgumu, hasa timu ikishindwa kupata matokeo. Na changamoto wakati mwingine makocha wanakuwa ni waathirika wa yale yanayotokea, kama wanafukuzwa wao, lakini kuna mambo mengi ya kiutendaji yanakuwa yamefanyika kimakosa, yanapelekea wao makocha, kwa sababu ndio tunawaona mwisho wanaonekana uwanjani wao. Kwa hiyo wao ndio wanabeba hilo jahazi kwamba bwana wewe kocha umekosea. Kwa kila timu inakosea kufanya usajili, umeona? Kwa hiyo usajili ukishakuwa mbovu, kwa sababu mara nyingi makocha wetu wengi sio wanaosajili timu inasajiliwa na viongozi. Kwa hiyo usajili ukiwa mbovu, kocha anapewa timu ya namna hiyo ambayo wachezaji hawajatimia, hawana zile sifa ambazo wao viongozi wanataka. Matokeo yake timu inashindwa kupata matokeo. Kingine, kutoelewana kati ya viongozi na makocha. Unajua kocha anaweza kumleta kocha, viongozi wanamleta kocha fulani, lakini kocha ana misimamo yake tofauti na wao wanachokiamini. Kocha anaweza kawa anaamini katika kutengeneza vijana, lakini wao wanataka matokeo ya haraka haraka. Kocha anashindwa kuwapa kila wanachotaka, matokeo yake mwisho wa siku kocha wanamfukuza. Kwa hiyo nadhani unakuta kufukuzwa kwa makocha wengi ni ule uongozi kuwa na pressure ya kutaka matokeo na pressure za mashabiki. Kama Yanga kuna wakati walienda kwenye pressure isiyokuwa na sababu, umeona? Kisa walitoa tu suluhu 3 wakaanza kupressure, ilikuwa kidogo Pedro naye aondoke. Umeona? Lakini ndo manusura wamemleta Abdulhamid Mwalimu, unaona? Ameletwa pale kama msaidizi. Umeona? Yani ile ilikuwa ni pressure ambayo Yanga wenyewe wamejibebesha bila sababu. Hata Simba ulikuwa unaona timu ilikuwa inatengenezeka vizuri, lakini wakaingia kwenye pressure wakasema Pantev hatufai, tumuondoe. Umeona? Simba msimu uliopita ilimaliza nafasi nzuri sana, haikuchukua ubingwa wa ligi kuu, lakini ilicheza finali ya kombe la shirikisho Afrika. Baada ya muda mrefu wamekuja kucheza finali nyingine. Lakini pressure iliyokuwepo kwenye uongozi na watu na mashabiki, Fadlu akashindwa kuendelea kubaki kwenye timu. Wakamtia pressure, wala jamani timu ile baki nayo, mimi naondoka. Akaondoka zake. Kwa hiyo unakuta kama ile pressure za mashabiki, pressure za viongozi zinachangia kuwafanya makocha wasibaki kwenye timu. Kwa hiyo kuna mzunguko mkubwa ambao upo unawashambulia makocha ambao wanaonekana wengine mitazamo yao wanashindwa kuelewana na viongozi, kwa sababu wanaona bwana mimi sielewana na nyinyi, hizi mnazotaka mimi siwezi kukifanya, mimi naweza kuondoka zangu. Naona mnaniingilia sana kwenye majukumu yangu, mimi siwezi kuvumilia. Umeona? Wanaondoka. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo ambavyo vipo kwenye ukocha, lakini mwisho wa siku tunawasifu hao ambao wameweza kubaki na makocha wao. Hii inaonyesha kwanza timu ina malengo na inataka, wakati mwingine timu nyingine inataka malengo madogo. Kama Azam unaona wameweka malengo kwamba hawampi pressure nani Ibenge kwa sasa hivi,
wanamwambia bwana, tengenezee timu yetu, na ameshapeleka kwa makundi kwa mara ya kwanza. Unaona, na ndio malengo ambayo yamefanikiwa. Lakini sasa wakati mwingine anaweza kumwambia tujengee timu yetu, umeona, kwa ajili ya msimu ujao, labda sasa tunataka sasa ubingwa wa ligi kuu. Kwa hiyo hata hizi sare 10 wamepata, pressure haii kubwa kwao, lakini ingekuwa sehemu nyingine ingeweza kuwa kubwa kwa au mkataba wake ungekuwa tofauti, ingewezekana Azam ongeza kumpa pressure kubwa bwana. Haiwezekani tupate sare 10 katika misimu 3 mfululizo. Hii ni mara ya kwanza sisi tunapata sare 10 ndani ya msimu mmoja. Kwa hiyo yenyewe ingekuwa pressure kwa wengi. Lakini wao inawezekana isiwe sana kwake, wakamwacha atengeze timu, kwa sababu wao lengo lao hasa labda msimu ujao sasa watakuja vingine, kwamba sasa msimu huu tu ulikuwa na msimu, umetengeneza vijana, tumewaona, twende tukacheze. Pamba Jiji unaona wenyewe wamepanda ligi kuu, wanajitengeneza, wanataka kukaa vizuri. Kwa hiyo wamempa Baraza aendelee kuwajengea timu, na mpaka sasa hivi timu ipo katikati, wamefika robo finali kwenye kombe la CRDB Federation Cup. Kwa hiyo hawana cha kupoteza sana. Timu imejitahidi na inaonekana bado inaweza kubaki kwenye ligi kuu, kwa sababu cha msingi timu kama Pamba ni kuonekana kubaki. Timu kama Dodoma Pamba hawajafika, walifika 16, walitolewa na 16, tolewa na Coastal Union pale Tanga 16 bora na walipotoka pale Tanga ndo wakawa wanaenda kucheza mchezo wa ligi kuu wakafungwa TRA. Kwa hiyo unaona hata hivyo kwa malengo kwa timu kama Pamba imepiga hatua. Dodoma Jiji unaona na wenyewe vile wamepiga hatua, timu yao ina kitu fulani nakupa. Kwa hiyo nadhani hii ni jambo kubwa ambalo kwa timu kama hizi za katikati ambazo zimefanikiwa kuendelea kubaki na makocha kwanza, zinazidi kuwaaminisha, na wao makocha wale unaona jinsi wanavyopambana kuwatengeneza wachezaji na vikosi vyao na timu zinakuwa bora. Kwa hiyo na mimi nawapa hongera viongozi wa hizi klabu ambazo zimeweza kupambana na kubaki na makocha kwa muda wote, pamoja na changamoto nyingi zinazozipitia timu, lakini bado wamewapa imani na kuendelea kuwa nao. Good listen, unadhani hii hatua ya timu ambayo tumeshuhudia kwa kuzingatia aina ya matokeo na mwenendo wa hizi klabu ambazo zimeondosha makocha inawapa faida? Unajua bahati mbaya ya football ni moja, Mwakalobo na Andrew. Kocha at least anaweza kuwa na wasaidizi wake 2 watatu, watu 4 mpaka 5. Ni rahisi sana kuingia kwenye makubaliano ya pande zote mbili, jamani tulikuwepo mpaka wakati mwingine, kuliko kundi la wachezaji. Yaani unajua timu hataifanye vibaya vipi? Yaani Mwakalobo wezi tu atuansu katimu wachezaji 30. Ni rahisi sana. Yanga ndo walifanyaga hivyo. Yanga ndo walifanyaga hivyo. Tena miaka hiyo 70. Wakaleta ambao mikataba sio mikubwa, sio ya kufungana. Wakaleta watoto wale. Miaka ambayo hata Facebook haipo au si? Google tena Mwakalobo hawezi, yani inabidi uingie kwenye vitabu uchimbe upate majibu. Kwa hiyo ni rahisi kumuondoa kocha mmoja kwa sababu unamudu kudili na mtu mmoja kuliko kundi la wachezaji wengi. Na ndio maana timu nyingi ukiangalia kwenye ligi yetu na ligi nyingi baadhi za Afrika bado tuna ile kasumba, anaondoka kocha mkuu ila sehemu ya benchi la baki. Lakini kwa sehemu watu walizopiga hatua ukisikia anaondoka kocha ujue ni system inaondoka brother. Watu mpaka 14 15, kwa sababu wao wanaondoka ni kampuni moja iko chini maybe ya wakala mmoja, iko chini ya kampuni moja inayowasimamia. Yaani ukisikia Pepo anaondoka yeye na wadau wake wote. Issue inabakia timu nyingi zinazoondoa makocha, bado kuna watu ambao wanabakia kwenye sehemu ya tatizo. Yaani tunasema kama wewe sio sehemu ya jawabu, basi wewe ni sehemu ya tatizo. If you are not the part of the solution, you are the part of the problem. Ndo kitu ambacho wakipo. Sasa unatokea unatibu tatizo la mtu mmoja kuondoka au yeye na kocha msaidizi wake, lakini bado kuna kirusi kinaendelea kuwatafuna kwa sababu si mpo ndani, bado mna system iko ndani yenu. Analyst amebaki. Of course. Kocha na msaidizi wake tu wapendo wameondoka. Anawezekana kocha msaidizi akabaki. Wakati mwingine kocha msaidizi anabaki. Si ndio? Asilimia kubwa si ndio ilivyo? Si ndio ligi yetu ilivyo? Lakini kesi ya kwamba inawasaidia kwa kiwango gani? Mara nyingi timu ikishakuwa inafanya vibaya, timu ikishakuwa inapoteza mwelekeo, kesi ya kwanza Mwakalobo sio tena uwezo wa wachezaji kiufundi, technically. Sio anaweza kuscore vipi, anaweza kupiga mashuti, anaweza kupasia. Hiyo tunaamini wachezaji wa ligi kuu timu zote 16, hiyo basic wanayo. Uwezo wa kuishi kwenye mbinu asilimia karibia 80 ya wachezaji, tuseme basi 20 ni wale ambao bado hawajakomaa kwenye kutafsiri mbinu, wengi wamefanikiwa. Hizo 2 sio shida. Shida huwa inakujaga kwenye kuamsha saikolojia.
nani anafanikiwa kwenye kuiamsha saikolojia iliyokuwa tayari iko kwenye mrengo wa kushindwa kuja kwenye mrengo wa kuamini tunaweza tukafanya nini, tukaturn vitu vikawa vizuri, sio? Kwa hiyo kama kesi ya psychology ikawa mbovu, mtatimua makocha kila baada ya mechi 5 mna drop, kila baada ya mechi 5 mna drop, kwa sababu nani anakuja kuibua saikolojia yenu ya timu? Miaka iliyopita hapa tulikuwa tuna makocha ambao wakogo standby tu, kina Minziro mzee wako Julio, simaona Minziro yuko pale ameshaenda pale Fonte. Ni makocha ambao anaweza akawakuta una watoto wa UMISETA ndo watacheza ligi kuu na akafanya nao jambo, kwa sababu yeye haji tena kuulizia technique na uwezo wa kimbinu. Yeye anakuja kuuliza wanajeshi, tuko tayari kwenda tukapambana, tunaweza tukalipambania hili, naombeni pointi 1 leo. Sawa mzee, tunakupa. Anamaliza dakika zake 90, anaondoka zake, ana 1. Bwana leo tunaombeni, tunawamudu wao, tunataka 3. Yule Minziro yeye kwenda na mbao ile mpaka inashuka daraja. Walishinda karibia game 7 au 8 za mwisho zote, japo walishuka. Ni kwa sababu waliathirika na mechi zilizotangulia kabla hizo. Spirit. Lakini kuna makocha ambao mwaka robo anakuja na Andrew. Kesi yao wanakuja, anataka aishi kwenye sayansi yake. Elimu yake ya coaching inavyomfundisha. Nikija nitaanza mwalimu wa fitness nieleze. Daktari wa timu niambie nani imepanda imeshuka. Kwenye tactics, kocha msaidizi, naomba kesho ukanifanyie tactic ya 352 itimie. Nataka niitumie kwenye mechi ya weekend. Utagundua kwenye mazingira ya ligi, hasa zikishabaki labda mechi 15, hiyo haifui dafu kwa kiasi kikubwa. Inaofua dafu kwa makocha hizi timu za chini ya nafasi 10 za msimamo kushuka chini. Nani ana uwezo wa kutengeneza saikolojia ya kuzipambania zile pointi? Na ikute basi timu hata ikizivuna hizo pointi bado itakuwa na hali nzuri. Kwa mfano KMC umemleta Maximo, si ndio? Top coach kwa maana ya jina lake. Anaweza kuwa ndio ana update course zake za coaching mara kwa mara according to FIFA wanavyotaka, CAF wanavyotaka. Yani kocha wa daraja lakini ulimpa materials zinazoendana na Maximo. Alishazoea anapewa national team ambao ni Crimean Sajigwa, Asimu Mwaikimba, una Asmanidi Chuji, una Abdi Kasimu na kadhalika. Sawa. Leo unakuja unampa kikosi ambacho kinahitaji kuundwa, kitengenezwe, kikue, kina Kevin Tondi wakue, kina Juma Sagwe wakue. Unataka akupe result? Si ndio? Waangalie Fontaine, walianza Dennis Kitambi. Mechi 2 tu za mwanzo, benchi la watu 2, vibali havijatimia. Mwaka robo, hata kama wewe ni kocha wa daraja la juu, hakuna maajabu unaweza ukayafanya. Hakuna. Si ndio? Kwa hiyo wakati mwingine ndio huwa mimi nasemaga siku zote, makocha wote bora duniani unaowajua walikutana pia na watu bora ndani ya kiwanja. Yaani sijawahi kuamini kocha bora akiwa na players wa kawaida wakafanya mambo makubwa. Wanatokea mara chache mno. Na hao unaoona wa kawaida ni kwa sababu majina hayajakuwa, unakuta uwezo wao ni mkubwa. Kwani tu ilikuwaje ile Dortmund ya Klopp? Ile akina Mario Götze, sijui Marco Reus, akina Sven Bender, wale kina Mats Hummels. Baadaye sio kuja kuwa ni top players wote. Ajax ya juzi ya huyu Erik ten Hag, iliyokuwa na Frank de Jong. Baadaye sasa ameenda basi. Van de Beek si alienda United. Akina Delite si alikwenda Juve, baadaye Bayern. Unazungumza akina Tagliafico, kina Dusan Tadic, David Neres. Baadaye yani hata kocha akifanya vizuri na wachezaji wa kawaida, wale sio wa kawaida, ni majina yao hayajakuwa, lakini quality yao inakuwa ni kubwa. Kwa hiyo kama quality haiwezi kwenda sawa na ubora wa kocha, utafukuza kila siku. Na ndio maana mimi kuna vilabu msimu huu, I'm very sorry to say, lakini KMC, Fountain Gate, Tanzania Prisons, obvious open kabisa bila kupepesa. Si kwamba hawana quality hiyo, lakini kwa ligi ilivyopiga hatua, kwa sababu unaangalia Black Stars ambao jina lao la misimu 2 wana materials za kina ASEC, kina Al Hilal na bado wanateseka. Hiyo TRA na kina Kando nao akina Ami Mapaka wako pale na bado wanateseka kwenye ligi. Simba wamehitaji kutumia dirisha dogo kuja kuboost tena hali ya mambo. Bado maisha magumu. Yanga yo bingwa mtetezi ambao ana material bora, anakwenda rani ya mechi 3 bila kupata matokeo. Wewe ukija na players wa mazoea, ligi itakuonyesha kwamba sikiliza. Wewe ulikuwa unaona ligi ya rangi ya blue ambayo ndio ilikuwa kala imekaa kichwani kwako. Hii ligi ishakuwa na rangi nyekundu. Ukija tu mwepesi inakuonyesha
Kuna matimu ambayo tunasema ni traditional kwenye kila ligi, kuaga kuna timu ukiziona wasema hii ni alama ya ligi yetu. Ilikuwa kina Mtibwa, Prison au kina Coastal. Ni alama ya ligi yetu. Mtibwa sikashuka msimu uliopita. Maanake ni nini? Mazoea yanaondoka, tunakwenda kwenye quality. Wewe ambaye tunasema ndio top kwenye management ya club, unatuletea makocha ya kila aina, umetusajilia quality ya kuendana naye. Kwani Baresi mbona alikuwa anafanya vema na Prison miaka hii? Mashujaa kwa nao maisha yakaishia pale. Kaje KMC kutaka kuinusuru baada ya Maximo. Kwa nini unafikiri timu inaendelea kuwa pale? Issue unakuja kusema hapa, hata tukimleta Pepo hapa, hata tukimleta Ancelotti tutaweza kuunga. Je, tunaliunganisha benchi na kile kilichopo uwanjani? Yaani kuwaunganisha kivipi? Wana meet, wanaweza kuzungumza lugha moja, wanaweza kukupa product moja. Kwa hiyo unajua gundua vipande viwili vinatengenezwa ndani ya timu moja. Kuna kipande kinaonekana kimetengeneza baya juu, kiko kule. Kuna kipande kiko kule chini. Hawa wanakutanaje katikati kukupa result? Pedro anaweza kusema okay, mimi nimeshai coach Angola national team. Ina kina Mabululu, sijui akina Freddy, sijui akina Zito Luvumbo, sijui akina nani. Yaani ni kama unanituma mwanajeshi vitani na mkuki nikapigane na adui ambao watu wana makombora, wana maureni ya mauzi, alafu unataka nikashinde. Si ndio? Baadaye anaweza kusema okay, kama kule niliwahi kumcoach mtu kama Gilberto pale Petro Atletico. Huku kuna Pacom, vitu vina click. Pale nilikuwa na Fred. Hapa nina kina Duke Abuya, vitu vina click. Pale nilikuwa na goalkeeper anaitwa Neblu, national team ya Angola. Huku na Diara. Sio kama unanielewa? Anagundua material anazokutana nazo Angola ni level ya Afrika. Diara Mali ni national team golia material. Hawa kina Jobu ni national team wanacheza AFCON na national team. Anakuja kugundua kumbe Angola nilikuwa na deal na national team material. Yanga na national team materials kibao. Hawa wana miti watafanya kazi. Steve Barker akiangalia Stellenbosch yake alikuwa na watu wakina Sato Kiba wale, sio akina Sanele Banz na kadhalika. Huko atakuja ndio Kapombe yupo. Ataangalia hapa ndani kuna Rushaini wana quality, kina Chama wana quality. Watu watamiti. Huku mnatimua makocha. Je, wana miti na wale watu walioko ndani ya kiwanja? Ukiwaunganisha wanazungumza lugha ambayo ina sura inayofanana. Kwa hiyo timu kuna wakati kama ulivyouliza swali yako ina boost team hasa psychologically. Ni mara chache sana kuona timua inakuja kuimprove team kwenye eneo la kiufundi. Mara chache sana hasa hizi ambazo plani inayobakia kwenye mechi za mwisho ni kubakia kwenye ligi. Tofauti na wale ambao plani ni ubingwa, quality yao ishaji au kucheza kimataifa. Yaani unajua kuna ubingwa afu kuna wakati unasema kwamba sasa tucheze kimataifa, tucheze kafu kwa nini hata nafasi ya 4 ya 5 pale ni malengo mengine ambao ni successful goals pia kama ukizifikia. Umeona Singida wamemleta Papiki Moto. Alikuwa na Manyema Unio. Akiangalia wale zile materials za pale kina Linda Mtange kina nani. Si anaona at least mbona ni daraja ambalo hata Manyema nilikuwa na players wa design hiyo. Sahihi kabisa. Sasa tuko viwanjani bado na baada ya kufungasha virago na kuondoka visiwani Zanzibar Singida Black Stars ukiacha Mlandege ambao wao wako nyumbani pale. Ilikuwa ni zamu ya Azam FC na hapo akiwasili pale bandari ya Dar es Salaam kutoka Zanzibar ambako wameweka mkono kwa heri kwenye michuano ya Muungano Cup baada ya kupoteza nusu finali mbele ya Yanga kwa kichapo cha mabao 2-1. Wanashuka hapo wanaonekana kwanza bench staff hapa Pascal Gaudens Msindo huyo. Walienda wamependeza hizi safari za Zanzibar lakini wanarudi ni kama na si tu kwa Azam kawaona Singida. Kulikuwa na mikato sana. Sijui ulibahatika kuona. Niona ile. Niliziona katoenda. Natamani ningemuona Masudi Zuberi Foba, mzee wa mikato. Yule ndo hatari zaidi. Mzee wako sio unaona? Rai Benge huyo hapa na vijana wake hapo. Ndivyo ambavyo amewasili Azam FC. Hata watakaorudi tarehe 29. Wanaweza pia wakarudi. Kila mtu anataka safari zake kwa tofauti. Wale pesa sawa wamerudi wamevurugwa. Sasa sijui ni upi kati yao tarehe 29 tutarudi wamevurugwa. Ila si atakuwa anajua bado kuna tarehe 3. Sababu wakati wanaenda hizi safari ile out. Au mtozi anayo ile picha tuonyeshe wakati wanaenda. Au tunachanganya na safari ya timu ya taifa kwenda kule ile kambi ya FIFA series. Ile tofauti.
Hatari. Mambo ndo namna hiyo, kila mmoja atarudi kwake, lakini Mlandege ataendelea kubaki pale Zanzibar na wengine ambao walitangulia kubaki pale. Ndivyo ambavyo Azam wao wanafunga kurasa wa kombe la Muungano, na watakuwa aidha kambini au majumbani kama watapata break. Sijui ratiba zikoje kwao wakitazama fainali ya kombe la Muungano. Ligi inarudi Jumatano. Kwao wataitazama wakiwa kambini. Ligi inarudi Alhamisi. Na yeye Azam anaona anapambana kumaliza katika zile nafasi mbili za juu anazitaka, naye anaona kuna mtu pale akizubaa anaweza akachukua nafasi ya pili naye akapata kushiriki ligi ya mabingwa msimu ujao. Nafasi ya pili imekuwa ni mtafaruku Simba Azam. Kwa hiyo tofauti ya pointi ni moja, kwa hiyo nadhani sio tatizo kwao.